mameneja wengi wa wachezaji wazawa kwa hapa Tanzania huwa wanawapandikiza chuki wachezaji wazawa kuweza kuuchukia uongozi wa timu hizi mbili za Simba na Yanga. Yaani wanapandikiza chuki kwa sababu gani? Wanajiona kwamba wachezaji wao mara nyingi sana wanapokuwa wanapata mileage wao kwenda kimataifa, so wanakosa vigezo, wanashindwa kuwasimamia. Kwa ili kuweza kuendelea kuwasimamia ni kuweka mtafaruku na vilabu vyao ili waendelee kuwashikilia. Kwa sababu leo hii angalia wachezaji kadhaa ambao walikuwa wakisimamiwa na baadhi ya mameneja wa hapa, lakini imekuwa nje hapo. Nenda kwa Faridi Musa Maliki, alikuwa akisimamiwa na Jemedali Saidi. Nenda kwa Metacha Mnata. Mona, nenda kwa Aishi Salum Manula. Hivyo unaona kabisa kuna baadhi ya propaganda wao zinatengenezwa ili kuweza kutengeneza umbali kati ya wachezaji na vilabu vyao, ili kuweza kuwafanya hata kama mkiondoka nyinyi mtaendelea kuwa wachezaji, mtaendelea kulipwa, mtaendelea kupata fedha. Kwa hiyo mkikaa kwenye klabu kama hizi kwa sisi inakuwa ni threat, kwa sababu huko ninakoelekea itakuja kuleta. Mambo vipi na kusalimia, jina langu naitwa Cisco Mwamba kweli kweli kutokea pale kwenye milima Uruguru, Morogoro, mji kasoro bahari. Nimekuja hapa baada ya kusikia story nyingi kweli kweli zinaenezwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia tumepata taarifa nyingi kutokea kwa waandishi na wachambuzi mbalimbali juu ya mwamba Aziz Ndambwile kwamba anaidai klabu ya Yanga. Wewe ulisikia wapi? Unatoa hizo taarifa wakati wanakubaliana kwenye mkataba, ulikuwepo? Unaelewa? Ndio kwa herufi kubwa hiyo wakati wanakubaliana kwenye mikataba yao Young Africans na Aziz Ndambwile. Wewe ulikuwepo? Yaani hii usichukue poa. Sawa nisikilize. Kwamba walisema itakiwa apewe hela yake Agosti mwezi wa ngapi manake? Mwezi wa 8 tarehe 30. Unanipata uzuri? Ikapita brush. Tarehe 30 mwezi wa 9 ikapita brush. Ndio mwezi wa 10 mwezi wa 10 ikapita brush. Wewe ulikuwepo? Unanipata vizuri? Yaani mtu unakuja na maelezo mengi. Ulikuwepo? Kuna mtu anaandika ese kwa taarifa ambazo amesikia tu mwenzie ameposti, na hizi taarifa watu siku hizo wanapeana, baadaye wanakuja kuzikana. Sasa nakupa hii na mtazamaji sikie hii. Muda si mrefu kutokea sasa. Mimi niite mnabii, si mtume na nabii, niite mtume na nabii Cisco. Kabisa. Huu ni mpango wa kuichafua klabu ya Yanga. Na muda mchache kutokea sasa, wachambuzi na vyombo vya habari ambavyo vinaripoti taarifa hii ya kwamba Yanga inadaiwa na Ndambwile wataanza kuposti taarifa ya kwamba amelipwa. Unanipata uzuri? Watabadilisha maneno, wanasema amelipwa. Na waliripoti kwamba kuna kesi iko TFF inatakiwa isikilizwe tarehe 13. Watabadilisha, itasikilizwa kwa sababu Ndambwile amelipwa. Nisikilize hii ninayokuambia. Sasa taarifa za kuaminika. Ndambwile pamoja na Yanga hawadaiani chochote. Safi kabisa. Unanipata uzuri Na kupata uzuri. Taarifa za kuaminika zinasema Ndambwile na Yanga hawadaiani chochote. Ogopa matapeli. Young Africans na Ndambwile hawadaiani. Sasa karibu tukujuze kwa undani zaidi taarifa hizi zikiwa zinapewa nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora mno ya Kitanzania inayozalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana mfano wa kigae, na zile pia zenye matilio ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati pia unapata misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Steven Mapundo, uko vizuri? Yes, mimi niko vizuri. Ile ilikuwa ni introduction. Ni introduction ni introduction. Wanasema muhtasari kabla ya habari. Bana, tuingie kwenye hili. Unafikiri kwa nini propaganda zimekuwa nyingi? Kwa sababu ukweli ni kwamba Yanga haidaiwi.
Unanipata uzuri Yanga haidaiwi. Ni kweli kabisa. Na ya Azizi Andabwile haidai Yanga chochote. Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Ndio. Yeah, of course kuna ndugu yangu mmoja, ni kaka yangu na muheshimu sana. Niliwahi kumsikia akawa anasema kwamba waandishi wa habari wengi na wachambuzi wa soka wengi ni wachambuzi wazuri, ni waandishi wa habari wazuri. Lakini tasnia hii waandishi wa habari wengi na wachambuzi wengi hali zao za kiuchumi si shwari. Yaani uchumi wao haujakuwa stable. Na hiki ndicho kinapelekea kuwa rahisi kuweza kutumika. Na hii mara kadhaa inajitokeza pale ambapo Yanga linapokuwa jambo linawahusu wao, waandishi wa habari wengi pamoja na wachambuzi wengi wanalivalia njuga katika hali ya kutaka kama kuchafua labda taasisi au kuweza kuweka mushkeli. Kuna wengine wanajiuliza maswali mengi, inakuwaje Yanga anakuwa bingwa mara 4 mfululizo? Inakuwaje Yanga anakuwa na mafanikio ndani ya miaka 5, anakuwa na mafanikio makubwa? Inakuwaje Yanga ndani ya miaka 3 anapanda viwango vya CAF hadi kufikia katika top 10? Inakuwaje? Kwa hiyo kuna mtu mwingine anajaribu kuangalia namna gani anaweza akashiriki kuweza kuishusha Dar es Salaam Young Africa. Kwa hiyo watu kama hao wanatumika vibaya na ambao wanakuja kuichafua image ya Young African. Kwa hiyo hiyo pia ni moja ya kitu ambacho kimeweza kujitokeza. Kuhusu issue ya Azizi Andabwile, ni kweli kwamba walikuwa wamekubaliana kuweza kuongeza mkataba, na alipokuwa ameingia awamu hii kwenda kurenew mkataba, signing fee yake walikuwa wanasema kwamba atakwenda kuwekewa tarehe 30 mwezi Agosti. Na mkataba mara nyingi huwa na taswira mbili. Inawezekana bwana Sisco nikaingia mkataba na wewe, sawa, tukasaini mkataba, lakini tukasema mkataba wewe tunasaini mkataba leo, tukasema utaanza mwezi ujao, utaanza mwezi ujao au utaanza siku fulani. Hicho ni kitu ambacho ni cha kawaida kabisa. Na Azizi Andabwile ni mali ya Yanga. Na Azizi Andabwile ameendelea kuitumikia Yanga. Azizi Andabwile bado katika zile bonus za wachezaji, bado katika kambi za wachezaji, bado anahusika na Young African. Inakuwaje leo hii utoke hadharani kwenda kutoa image ya namna kama hiyo? Na hiki ambacho watu hawakijui, na wewe pia nataka nikupasie hilo jambo uweze kulifahamu. Mameneja wengi wa wachezaji wazawa kwa hapa Tanzania huwa wanawapandikiza chuki wachezaji wazawa kuweza kuuchukia uongozi wa timu hizi mbili za Simba na Yanga. Yaani wanapandikiza chuki kwa sababu gani? Wanajiona kwamba wachezaji wao mara nyingi sana wanapokuwa wanapata mileage wao kwenda kimataifa, so wanakosa vigezo, wanashindwa kuwasimamia. Kwa ili kuweza kuendelea kuwasimamia ni kuweka mtafaruku na vilabu vyao ili waendelee kuwashikilia. Kwa sababu leo hii angalia wachezaji kadhaa ambao walikuwa wakisimamiwa na baadhi ya mameneja wa hapa, lakini imekuwa nje hapo. Nenda kwa Faridi Musa Maliki, alikuwa akisimamiwa na Jemedali Saidi. Nenda kwa Metacha Mnata. Mona, nenda kwa Aishi Salum Manula. Hivyo. Unaona kabisa kuna baadhi ya propaganda wao zinatengenezwa ili kuweza kutengeneza umbali kati ya wachezaji na vilabu vyao, ili kuweza kuwafanya hata kama mkiondoka nyinyi mtaendelea kuwa wachezaji, mtaendelea kulipwa, mtaendelea kupata fedha. Kwa hiyo mkikaa kwenye klabu kama hizi, kwa inakuwa ni threat, kwa sababu huko ninakoelekea itakuja kuleta shida. Nenda kwa Clement Mzize kwa sasa. Tumeona hapa kulikuwa na mvutano, huyu msimamizi anataka angalia maslahi kwa upande hii, klabu inaangalia maslahi kwa upande huu, mchezaji anaangalia maslahi kwa upande huu. Kwa katika hali kama hiyo, mara nyingi sana mameneja wamekuwa wakitengeneza propaganda za namna hiyo ili kuweza kuweka mtafaruku. Wote kubaliana na mimi kwamba Azizi Andabwile toka afike Romain Folz amekuwa na kiwango bora sana. Na ameanza kuimbwa sasa. Na hata kuweza kuhusishwa kwenye timu ya taifa ambapo hawakuhusishwa kwa muda mrefu. Sasa hivi ameanza kuhusishwa. Maana yake nini? Kwamba performance yake imekuwa bora kweli. Kwa hiyo sasa wasiwasi wao ni kwamba kwa performance hii yatakuja kutokea kama ile iliyotokea kwa wachezaji wengine. Ili kuweza kuepusha hilo, wewe Azizi ukitoka hapa ukienda Namungo unacheza. Ukitoka hapo ukienda Singida Black Star leo utacheza. Ukitoka hapo ukienda Kagera Sugar utacheza tena First 11. Kwa nini uendelee kungangania hapo? Mbeya City imerudi ligi kuu, ukitoka hapo unaenda Mbeya City unacheza. Kwa hiyo wanajaribu kutengeneza mazingira ya kwamba wao waendelee kuwa na mchezaji ili kuweza kumgombanisha na waajiri wake wa sasa. Ndio, na tukuulize wewe unatufuatilia na kututazama nyakati hizi, yako maswali mengi na mazuri kweli kweli ambayo unaweza ukajiuliza. Sasa maswali ni kwamba je, wachezaji ambao wako Yanga wote ni wazawa? Jibu ni hapana. Wako wachezaji wengi kutoka nje ardhi ya Tanzania
mbona hawadai wao kama wanavyodai wachezaji wetu wa ndani ardhi ya Tanzania? Jibu napata kuona kwamba kuna nyakati wasimamizi wa wachezaji wetu wa ndani wanawapitisha kwenye njia zisizofaa. Na ishu kama ya Ndambwile, atazama, unaambiwa kwamba mchezaji hajalipwa baada ya imepita muda gani? Miezi miwili. Hata kwenye utaratibu wa kazi ni mambo ya kawaida, lakini si kweli hiyo miezi miwili kama imepita. Mpaka tunapozungumza Ndambwile amelipwa fedha zake zote, na kama unabisha, sio amesema kuna kesi kesho tarehe 13, utaona kama kutakuwa na kesi ama itakuwa hakuna. Kwa hiyo hizi ni propaganda ambazo kwa namna moja ama nyingine pia zinaharibu mpira wetu. Mwisho wa siku mnanichosha mimi, mjukuu wa Clemence Mwandambwa. Nachoka ujue na haya mambo. Nachoka sana. Yaani kila siku kuanza kutoa ufafanuzi wa mambo ambayo yanaeleweka kirahisi kabisa. Ya timu ina thamani ya zaidi ya bilioni 100. Alafu signing fee ya Azizi Ndambwile iweze kuwa shida. Hiyo ni ngumu. Mimi nafikiri ni sasa wasaa mzuri wa wachezaji kuchagua watu sahihi kwa ajili ya kuwasimamia na kuhakikisha kwamba wanapata maslahi yao. Kabisa. Mimi nafikiri tumalizie hapa, watu watakuwa wametuelewa vizuri mno. Kabisa kabisa. Bwana, jina langu naitwa Cisco, nguvu kubwa hapa tulikuwa tunapewa na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania inayozalisha na kusambaza bati aina zote za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae na zile zenye matilio ya chenga chenga, zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati pia unapata misumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati zetu hazipauki wala zishiki kutu. Fika kiwandani ili tuweze kukuhudumia. Bati Quality tunasema wewe jenga tu, kifika wakati wa kuwezeka tuachie sisi. Itoshe kusema nyuma ya kamera yuko mwamba kweli kweli kutokea pale Mwanza. Yeye hataki kuitwa Ngosha wala Msukuma, lakini muite tu mshamba kutokea Mwanza. Si mwingine ni Michael Royce akishirikiana na mzee wa protocol, mzee wetu Miovela. Kwa heli.